Kwa ndivyo alivyo Traore. Traore kaja kuwapatia watu wake haki yao, lakini pia watu hawajatambua Traore ni mtu gani. Traore ni mtu ambaye ameletwa na Mungu kuwa mfano katika bara la Afrika kwa viongozi wetu wa bara la Afrika, na si kwa viongozi tu, pia na kwa wananchi wa kawaida, kutufungua macho. Maana hiyo Traore ameshushwa na mkono wa Mungu. Kwa sababu kwa vitu wanaovifanya mpaka wananchi wanaweza kuingia barabarani wanaandamana. Mtumishi, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwanza hongera kwa kuendelea kufanya kazi ya Mungu katika changamoto zote na katika kila namna ambavyo umekuwa ukipambana. Nikupe hongera sana juu ya hilo. Nashukuru sana, na mimi nakupongeza kwa kazi nzuri ya uandishi mnayoifanya. Mungu kawabariki sana. Sawa. Mtumishi, duniani kumetokea mambo mengi sana, na naamini haya mambo inaweza ikawa si mageni, labda yaliwahi tokea miaka ya nyuma au labda yameandikwa katika maandiko. Katika nchi ya Burkina Faso kumetokea rais ambaye ameonekana ni kama rais wa mfano, ambaye ameweza kupata changamoto ya kutaka kujaribiwa kuuawa, lakini pia kujaribiwa kupinduliwa. Rais ambaye amepatikana kwa njia ya kupindua, na yeye alikuwa ni mwanajeshi lakini ni kama vile ameonekana kama simba wa Afrika kutokana na matendo ambayo amekuwa akiyafanya juu ya nchi yake, na amekuwa mfano bora sana katika bara la Afrika, kiasi ambacho amepokea changamoto nyingi sana. Swala la rais wa Burkina Faso, namzungumzia Ibrahim Traore, mara baada ya kujaribiwa kuuawa, kujaribiwa kupinduliwa, ikaonekana huyu bwana ana nguvu kubwa sana. Kwanza hili sakata umeliona, na kama umeliona unaweza kulizungumzia vipi kutokana na uelewa wako? Kutokana na uelewa wangu, kuliona nimeliona, na nimeona linavyoendelea mtandaoni. Wanataka kumuua, wanataka, wengine wanasema kapewa sumu, mara kategwa mabomu, mara anataka kuuliwa kwa namna moja ama nyingine kutokana na kupitia walinzi wake ambao wamemzunguka. Swala hili nilivyoliangalia, nimeliangalia kwa jicho la kitofauti, kwamba jamaa huyu au rais huyu wa Burkina Faso anataka kuuliwa kwa sababu ya kazi nzuri anayoifanya kwa wananchi wake, lakini pia na katika bara la Afrika zima kwa ujumla. Ndio maana anataka kuuliwa. Siku zote mtu ambaye anafanya kitu kizuri, yani katika mambo niliyokuja kuyagundua kwa wanadamu, ni pamoja na kwamba wanadamu tulipofikia, tumefika wakati ambao hatutaki kuona mtu ambaye anafanya kitu kizuri cha kuwanufaisha wengine. Yani ni kama tumetanguliza ukatili, uuaji, uadui kuliko utu wema. Kwa sababu haiwezekani kwamba mtu kama Traore alivyojitoa maisha yake, akajitoa sadaka kuwatetea wananchi wanyonge, wananchi ambao maisha yao ni magumu miaka yote, wamekuwa kinyonywa, wamekuwa kinyang'anywa haki zao, wamekuwa hawatendewi haki. Ye kaja kuwatendea wananchi wake haki. Leo unamuita ndo mwizi, ndo mhujumu uchumi, ndo anayetumia madini ya nchi yake vibaya, wakati ye kaja na sera kuwajengea wananchi wake nyumba bure, kaja na sera ya kuwafungua wananchi wake ufahamu, kuwaonyesha kwamba sisi nchi yetu si maskini kama tunavyoambiwa. Ni nchi yenye utajiri unaojitosheleza. Ni nchi ambayo tunaweza kujitengenezea maisha sisi wenyewe bila kutegemea msaada wa mtu mwingine. Watu wamejitambua kwamba kumbe sisi nchi yetu ni nchi tajiri. Sasa unakuja kumuua mtu wa namna hii. Maana huu ni ukatili na ni unyama wa hali ya juu sana. Na niseme kwamba ni kutokujitambua.
Yaani watu ambao wanahitaji kufanya mambo ya namna hii wakiwemo walinzi wake na viongozi wake ni kuto kujitambua, pamoja na kwamba ni wasomi lakini hawajitambui. Hawajitambui. Kwa lugha ya kiroho huwa tunasema watu wa namna hii wamechukuliwa msukule kiroho. Lugha ya kiroho. Kwa lugha ya kiroho ni kwamba wamechukuliwa msukule, akili, ufahamu, mawazo na roho zao zimechukuliwa msukule, wanahitajika kurudishwa kwa maombi. Kwa maana si kawaida hiyo. Si kawaida, maana haiwezekani kwamba wewe umekuja unanifanya, yani mimi nimepoteza haki zangu miaka mingi. Wezi wananiibia haki zangu. Wenye nguvu wanakuja wananyang'anya haki zangu, wananifukuza kwangu. Wananifanya niishi kwangu kama mtumwa. Wewe umekuja unanifanya niishi kwangu kama kwangu. Nijisikie niko kwangu. Unanifanya nifaidi katika haki zangu, nipate faida. Alafu leo nishike sumu, nikutege sumu au nikutege bomu kukuua. Nina akili timamu kama sijachukuliwa msukule? Sababu msukule ni mtu aliyochukuliwa msukule ni mtu ambaye ufahamu wake wote umekamatwa. Akili zake zimekamatwa, ajitambui. Haijalishi kasoma, hajasoma. Yaani haijalishi ana PhD ngapi. Akishachukuliwa msukule anaweza kufanyishwa chochote kila ambacho anakitaka bosi wake. Kisayansi ni kama roboti huyu. Ni kama roboti tu, yani anaremotiwa tu, anaendeshwa. Kwamba pita hapa, nenda kafanya hivi na hivi na hivi, hata akiambiwa kagonge hiyo nyumba, yeye anaenda tu anagonga, anajibamiza kwenye ukuta, ijalishi ataumia, atasambaratika, atajibamiza tu. Kwa watu wa namna hiyo ni kwamba ni kama watu waliochukuliwa msukule. Haiwezekani mtu wa namna hiyo ukamuona kwamba ndo mwizi wakati waliokuwa wezi ndio waliopinduliwa. Mimi mtu ambaye kampindua mtu aliyekuwa mwizi alafu yeye akaja kuwatendea wananchi wake wanyonge haki, kwanza simuiti mpinduaji. Simuiti mpinduaji, ila mimi namuita mtu ambaye amesimamia haki, amemuondoa mwizi, amekaa mwenye haki ili awaongoze watu wake katika haki na kuwapatia haki yao. Kwa ndivyo alivyo Traore. Traore kaja kuwapatia watu wake haki yao, lakini pia watu hawajatambua Traore ni mtu gani. Traore ni mtu ambaye ameletwa na Mungu kuwa mfano katika bara la Afrika kwa viongozi wetu wa bara la Afrika, na si kwa viongozi tu, pia na kwa wananchi wa kawaida, kutufungua macho. Kwa hiyo Traore ameshushwa na mkono wa Mungu. Kwa sababu kwa vitu wanaovifanya mpaka wananchi wanaweza kuingia barabarani, wanaandamana, wanasema tuna imani naye, tunamtaka, wananchi na si wa chama kimoja. Maana yake kuna maisha walikuwa wamechoka, lakini yeye kuja kwake amesababisha maisha yamekuwa rahisi, na si katika nchi yake ya Burkina Faso tu, hata kwenye nchi zingine. Hata kwenye nchi zingine za Kiafrika wanamtamani. Nitolee mfano kwamba Traore mimi namtolea mfano kama Magufuli wetu. Kwa nchi nyingine za Kiafrika mpaka za kizungu walikuwa wanamtamani, wanasema tuleteeni Magufuli. Ni mtu aliyekuja kutetea haki za wanyonge. Haina maana kuwa kiongozi ukazidi kukandamiza wanyonge. Kiongozi ni mtu ambaye yuko tayari kuwatendea haki wanyonge. Ndio maana ya kiongozi. Watu waliopoteza haki zao, ndio maana ya kiongozi. Kwa mtu anayekuja kuwapa haki watu ambao wamepoteza haki zao, kuwarudishia haki zao na kuwaonyesha haki zao ziko wapi wakazifuate, huyo ndiye kiongozi sahihi. Kwa hiyo Traore ni kiongozi sahihi. Mimi namfananisha na Magufuli kwamba jinsi ambavyo kazi aliyokuwa anaifanya, kwamba tulipoteza jembe, lakini nitoke kwa Magufuli nirudi kwa Traore. Traore ni jembe la Afrika nzima, sio Burkina Faso tu, Afrika nzima. Kuna namna ambavyo Rais Traore ametikisa mataifa makubwa duniani ambayo yamekuwa yakinyonya na kuitawala Afrika kwa miaka mingi vile ambavyo wanataka.
Iko hivi, nimetoa mfano mwanzo kwamba kama haiwezekani mtu ambaye amekuja nyumbani kwako akakwambia nataka nikufanye uishi nyumbani kwako kama nyumbani kwako, yani usiishi nyumbani kwako kama mtumwa, uishi nyumbani kwako kama nyumbani, ujitawale. Alafu yule ambaye yeye alikuwa anakufanya uishi nyumbani kwako kama mtumwa, amuone yule anayekufanya uishi nyumbani kwako kama aliye nyumbani kwako, ule haki zako na kupata faida kutokana na haki zako na rasilimali za nyumbani kwako, kwamba yule mtu atakuja kufurahi. Hawezi kufurahi hata kidogo. Ndivyo walivyo wazungu. Wazungu walishajua nyumba ya Afrika ni nyumba ya kuja wachukue kila kitu wapeleke kwao, na wametengenezea wasomi wetu ufahamu, mawazo, akili na kuwafumba macho, wakapoteza vision ya maisha ya watu wao na bara lao. Wamewatengenezea mtazamo wa kujiona kwamba sisi Waafrika tujiwezi. Ndio maana Trump alituitaga nyani, lakini sisi sio nyani kweli. Kwenye utawala wake wa kwanza akasema Waafrika bado wanahitajika kutawaliwa na kuongozwa miaka 100 mingine mbele, miaka 100. Maana bado hatujielewi, yani kwamba bado hatujielewi, lakini sio kwamba alikuwa anamaanisha hatujielewi. Analijua kwamba Waafrika tumeshajielewa. Kwa sababu gani? Tumeishapata elimu, sio kama kipindi cha ukoloni. Elimu tunayo, rasilimali tunazo, utajiri tunao wa kutosha. Ila alichokuwa nakimaanisha ni kwamba pamoja na kwamba tuna hivi vyote, baada hatujajitambua kama sisi tumesoma sasa hivi tuna uwezo wa kujiongoza. Okay. Tumekuwa ni watu wa kutegemea kwao tu, kuombaomba, na wao wanalijua kwa 100% kwamba mali zote, utajiri wote wanaoupata wanautoa Afrika kwa 100% kubwa. Kwa wanajua kabisa katika mawazo yao, katika akili yao, wanajua kabisa kwamba Waafrika hawa ikitokea wamejisimamia, wamejitambua, watakuja kuwa sawasawa na wazungu. Ina maana ulaji sasa wa wazungu utakuwa umefika kikomo. Umeona? Kwa wakimuona mtu ameinuka, mtu katika Afrika, kiongozi wa kuongoza na sio mtawala, kiongozi wa kuongoza wananchi wake, kiongozi wa kuwa mwalimu kwa wananchi wake, kuwafungua ufahamu na akili walimu. Wale wazungu wale ni viongozi walimu katika nchi zao. Kwa nini? Wanapoingia madarakani, wanaingia na kuwafundisha wananchi wao kujitambua. Sisi wakija kwetu, wanatufundisha elimu za kijinga za kutufanya sisi tubaki ni mambumbumbu tu, hatujitambui. Na viongozi wetu kuwafundisha wananchi wao vitu vya kuwafanya wazidi kuwa vipofu, wasioona mbele. Sasa mtu ukimfundisha elimu ya kuzidi kumfanya kuwa kipofu, hata akiingia kwenye uongozi, hakuna siku hata moja atakuja kuwa na maono ya kuona mbali, ya kutengenezea kizazi chake maisha kijacho, hata kama atakuwa yupo. Isipokuwa siku zote atakuwa anawaza, nitafaidi nini mimi nikitengeneza maisha ya miaka 100 ijayo, miaka 50 ijayo? Mimi leo nina miaka 60, 70, 80, nitakuja kufaidi nini? Ni bora nile hapa nilipo, miaka yangu ikiisha nife, wengine watakao kuja watajijua wenyewe, watajipigania wenyewe. Huu ni ukosefu wa hofu ya Mungu na huruma kwa watu. Ukikosa hofu ya Mungu, lazima utakosa maono. Sababu hata Biblia inasema pasipo maono watu haiwezekani kumpendeza Mungu. Neno la Mungu inasema kabisa, pasipo maono watu haiwezekani kumpendeza Mungu.
Kama watu hawana maono, viongozi hawana maono na nchi zao, hawana maono na bara lao la Afrika, hata kumpendeza Mungu, utampendeza Mungu saa ngapi? Na kama umpendezi Mungu, utampendezaje mwananchi wako? Na wazungu ndicho wanachokitaka, wanataka Waafrika, viongozi wa Afrika wasiwapendeza wananchi wao, ili kwamba wananchi wakiwa na njaa kubwa, wao wanakuja na sera ya nini? Ya tuwape chakula, mtupe mali zenu. Kwa kitokea kiongozi kama Traore, lazima watake kumuua.